Mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC ameikagua meli ya New MV Mwanza ambayo ujenzi wake umefikia 98%. Salumu amesema kuwa meli hiyo inatarajiwa kufanyiwa majaribio ya mwishoni mwa mwezi Julai, huku akiongeza kuwa ujenzi wa mradi huo umezingatia matakwa na taratibu za kiusalama majini. Aidha, ameongeza kwa kusema maeneo mengi ya meli hiyo yakiwemo upande wa injini yamekamilika kwa 100% na kwamba kazi kubwa iliyobaki ni ufungaji wa vitanda katika vyumba vya kulala. Meli hiyo ambayo ujenzi wake umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 128 inatarajiwa kutoa huduma katika Ziwa Victoria katika mikoa ya Mwanza na Kagera. Dhumuni kubwa ni kuja kufanya ukaguzi wa meli yetu ya MV Mwanza, New MV Mwanza, ambayo kama mnaiona iko hapa nyuma, na kama mnavyoelewa meli yetu kwa sasa imefikia ujenzi zaidi ya 98%. Kwa hiyo inakaribia kukamilishwa. Kwa hiyo tumekuja na wataalamu wangu wa TASAC kuangalia maeneo gani ya kukamilisha ili meli ifanyiwe majaribio ya mwisho kabla ya makabidhiano. Kwa hiyo kama wiki moja iliyopita walikuja wakapitia meli, lakini kwa kuna mambo madogo ambayo niliona mwenyewe nije nikague tuweze kukubaliana na shirika la Tashiko pamoja na mjenzi wa meli mambo madogo ya kukamilisha ili meli yetu iweze kufanywa hayo majaribio ya mwisho na izinduliwe kuanza safari za Mwanza kwenda Kagera. Na katika kupitia leo kitu kikubwa ambacho tukiona ni mapungufu tu machache ambayo mkandarasi tulikuwa naye katika kuulizana yanaonekana yatakamilishwa ndani ya wiki 3 kuanzia sasa, na ndani ya wiki moja kuanzia sasa majaribio mkandarasi ametuma wataalamu wake ili waanze kufanya hizo commissioning test, kwa sababu unakuwa kuna majaribio tofauti ya engine, deck na maeneo mengine ili meli sasa ianze kufanya shughuli za kutoa huduma. Maeneo gani yamekamilika kwa asilimia zote? Maeneo yaliyokamilika kwa asilimia zote, kwanza eneo la engine room imeshakamilika, mitambo yote imefungwa na imeshafanywa majaribio na inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo engine imekamilika, lakini sehemu pia ya kuongozea meli imekamilika, lakini tuliona kuna changamoto kidogo, kuna maeneo ya vioo vya kuangazia ambazo tumekubaliana na mkandarasi analifanyia kazi kurekebisha, lakini imekamilika. Maeneo yaliyobaki hasa ni vyumba vya kulala, sio vya kukaa. Kuna vyumba vya kukaa, viti tayari kote vimefungwa, lakini kuna vyumba vya kulala vya madaraja ya juu. Kwa hiyo ndio mkandarasi tunategemea ndani ya wiki 1-2 mzigo wake utafika afunge na meli ianze kufanya kazi. Na kwa mamlaka ya TASAC meelekeza lini jaribio la mwisho lifanyike na pengine uzinduzi rasmi unaweza kufanyika lini? Uzinduzi bado, kwa sababu unafanya uzinduzi baada ya kujiridhisha na usalama wa meli. Kwa hiyo mkandarasi baada ya kufanya kufunga vifaa vya mwisho analeta wataalamu wake, anatoa tarehe 17 hapa Mwanza. Watakaa na wataalamu wa MSL na wataalamu wangu wa TASAC wataanza kufanya hayo majaribio ya mwisho, kuanza kupima sasa uwezo wa meli kufanya kazi, na baadaye itajazwa mzigo na abiria wote watajazwa. Nadhani Tashiko watatangaza ili sasa ijaribiwe kusafiri katika uwezo wake wa uumbaji, kwa namna ilivyoundwa ule uwezo wa mwisho. Je, ina uwezo wa kufanya hizo kwa nguvu? Kwa hiyo tunategemea ndani ya mwezi huu mpaka mwezi ujao wa 7 shughuli zote zitakamilika. Kwa hiyo tunaweza tukasema kama TASAC tayari mmejiridhisha kwamba taratibu zote zimefuatwa mpaka sasa na kichobaki ni hicho kichache kidogo. TASAC tumekuwa tukikagua meli hatua kwa hatua, na majuzi tulishafanya ukaguzi mwingine wa hii meli, na ndio kama anavyoeleza maeneo ya msingi yamekamilika, lakini kuna vitu havijakamilishwa. Sasa uipime meli uwezo wake wa kufanya kazi ikiwa ina uzito sawa sawa. Kwa hiyo wakishafunga vitanda, wakifunga hiyo wameweka lift, sasa hivi wameshafunga lift, kuna swala la mizania litapimwa sasa ikiwa meli imetimia, na tuangalie sasa ikibeba na mzigo na abiria inafanyaje kazi, kwa sababu hizi trials za mwanzo zilizofanyika kwenye meli hii zilikuwa zinafanyika meli haijajazwa mzigo. Hata kuna matanki ya kuhifadhia maji, ballast waters hazina maji. Kwa hiyo sasa itajazwa maji kwa 50% zile ballast water, lakini tutahakikisha zina mzigo wa watu na abiria. Je, tuone sasa meli inafanya kazi, zile parameters zake zilizokubaliwa katika mtungamano wa kiufundi, technical specifications zinatimia. Kwa hiyo ndo kama kuna mapungufu mkandarasi atarekebisha, lakini ni vitu vidogo vidogo. Kama nilivyosema 98% meli imekamilika.